Leo na furaha tumetoka kumaliza kikao sio muda mrefu ambacho tulikuwa tunakamilisha mradi wetu wa kofi kwa miaka miwili. Na katika miaka miwili tulikuwa tuna magonjwa ambayo tuliweza kuangalia kama magonjwa ya dengi, chikungunya, lakini mwaka wa pili tukaenda na magonjwa ya njia ya hewa au tunaita acute respiratory infection. Kwa hiyo hii hatua ya kwanza ya miaka miwili haya magonjwa tumehitimisha leo, na tulikuwa tunafanya tathmini kuangalia sehemu gani tuliyofanya vizuri na sehemu gani ambayo tunahitaji kuboresha katika maeneo haya. Mradi huu sio kwamba ndio umeisha kwa miaka miwili kama ulivyokuwa mradi, lakini sisi tunachofanya ni muendelezo. Kwa kuna mambo bado tutaendelea kwa sababu magonjwa hayaishi. Lakini leo tulikuwa na jambo lingine kubwa sana la kuwasilisha kwa wadau wetu na watu wengine wataalamu waliokuwa mahali hapa nini ambacho tunaenda kufanya kwa mwaka wa 3. Kumbuke kwamba huu mradi ni wa miaka 5. Kwa hiyo katika mwaka wa 3 tumekubaliana kwa kauli moja kwamba tufanye ufuatiliaji au tuboreshe utambuzi wa ugonjwa wa kipindupindu. Ugonjwa wa kipindupindu ni ugonjwa ambao umekuwa ukiripotiwa mara kwa mara sehemu mbalimbali, au kwa kitaalamu tunaita kama ni sporadic. Unatokea huku. Kwa hakuna sehemu moja ambayo tutasema kwamba haiko salama sana au sehemu nyingine ambayo haiko salama sana. Ndio maana hata huu mradi sasa hivi unapokwenda unatoka nje ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tutakwenda kwenye mikoa, sio Dar es Salaam tu, tutakwenda na mikoa mingine nchini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajenga uwezo wa wataalamu wa kuweza kutambua kwa haraka kama kunakuwa na ugonjwa wa kipindupindu. Unapokuwa na magonjwa ya kuhara, mtu asichukulie tu kama sasa hivi ni kuhara alafu mpaka baadaye hali inakuwa ni mbaya. Kwa hiyo tunaenda kuwajengea uwezo. Tunajua uwezo upo, tunaenda kujenga uwezo sasa wa kutambua mapema katika mikoa yetu, lakini vile vile tunakwenda kutengeneza uwezo wa kuweza kukabiliana nao. Kwa hiyo huu mradi umejikita sana kwenye maeneo hayo, na utakuwa na vitu vingi sana pamoja na kutoa elimu kwa wananchi, lakini vile vile kuweza kupata vipimo vya haraka, lakini kuweza kufuatilia cases tunasema, au kufuatilia washukiwa na wahisiwa mbalimbali, ili baadaye tufikie sehemu tubaki na taifa, tubaki na wananchi ambao wanakuwa katika hali ya usalama zaidi. So our coffee, we are supporting MPHL with the infectious diseases. For the first and second year, we focused on the dengue and chikungunya, the viral diseases. And the third year is going to be the following years. They are going to focus on the cholera, the diseases. It's bacterial diseases. But cholera is very crucial in Tanzania context, because cholera patients continuing occurred in whole Tanzania. So MPHL has a lot of the availability, and they have a lot of the skills, and they have knowledges. So we are supporting to how we can manage more efficiently and how we can approach the diseases more, the faster the treatment and the management. So we expect this project is going to support Tanzania, the health system, and more better and more strong the control the diseases. Kwa hiyo mradi huu umejikita katika maeneo makubwa mawili. Kwanza, kujenga uwezo wa wafanyakazi katika maabara kuu ya taifa, kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya uchunguzi katika viwango vya juu na kuhakikisha kwamba chochote kinachopatikana kweli kinasaidia katika kutoa matibabu thabiti kwa wagonjwa wetu. Lakini eneo jingine tunajikita katika kuboresha au kujenga uwezo katika ule uchunguzi. Na hapa tumejikita katika kuhakikisha kwamba tunatumia teknolojia ya vinasaba kuhakikisha kwamba haya magonjwa yanachunguzwa ipasavyo. Kwa hiyo kwa kipindi chote cha miaka miwili tumeweza kutengeneza miongozo na vitu mbalimbali vya kuwezesha kufanya uchunguzi huu. Tumejenga uwezo kwa wafanyakazi. Kwa sasa hivi tulikuwa tunajadili sasa namna bora ambavyo sasa huu mradi sasa utaanza kabisa kufanya kazi. Kwa mwisho wa siku tunaona mradi utakuwa na manufaa kwa Watanzania, lakini pia kwa maeneo mengine ya duniani, kwa sababu kama mnavyofahamu magonjwa ya milipuko hayana mipaka. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa pambane nayo kuhakikisha kwamba hayavuki mipaka, hayavuki wilaya, hayavuki mkoa, na kila mmoja anaendelea kuwa salama.